Unapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa wazima tunafaa tupaze sauti kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nami sitakuwa mrefu mbele yenu. Tuinuke kwa heshima tuweze kukaribisha baba yetu. Tuinukeni sote kwa heshima tukaribishe baba yetu. Baba, changa na vigelegele na makofi mazuri kwa Yesu. Sasa wale ambao wamevaa uniform umekaa kadi moja, wewe tumechanganyikana au maasha zinawajibu bwana, hivyo ndio kwa mashamba yao wanapanga. Unaona watu wamevaa uniform, mwambie nyinyi ndio wenye kutii kuliko wamama. Wamama umevaa zile mlesina yako sawa, kila kwa sawa. Ashi. Nasema ongeze sauti. Wewe wahalili hao huko nyuma. Sura baba wewe. Sisi tumekuwa kama angalia. Kukikaa vizuri jibambeni kwanza. Jina la Mungu alitaka kutoa. Sasa leo utajua watu wanaopenda Yerusalemu. Sasa hapo ndipo washirika halisi. Ndio utawajua. Kama kuna kipindi wao watu wanakimbia. Ndio wewe. Haya. Kwani hawa ndio wanasumbua kupanga? Haya, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Usishangae. Hiyo ndio hali halisi ya. Kuna kitu jana niliwaeleza. Na kitu chenyewe kilikuwa kinahusiana kati ya wanaompenda Yesu na wanaomhitaji Yesu.
Kuna difference ya hiyo love ya kupenda na kuhitaji. Tunaelewana? Ya kupenda na kuhitaji. Huwa sipendi hii direct kwa hivi. Inaharibu hiyo hii mwangaza wa. Unaona hii kamera huwa inatoka na haina kujipangua. Muda wa misiwezi wewe hivi. Ile dakika 10. Unaona zote zingekuwa ile kijana naye ni bure kabisa. Unakusamehe tu hata kukaa hivyo kama matajiri sawa. Hiyo kupatia ni ya matajiri. Usifungue. Mimi sikuwa na ile mwangaza wa pale. Kwa kwingine kuko sawa. Iko sawa. Hiyo iko sawa. Mwangaza ukiwa hii chini ndio unaharibu. Haya. Unaona vile mmepangwa? Ukija lazima mnakaa hivyo hivyo. Acha sawa. Unawajua tu. Si nafasi hapa huyo ni teenager, sisi hapa nafasi. Hata hizi hapa zingine. Ile nataka watu watulie. Sababu neno la Mungu alitaka ile penye. Haya, so hatimaye sote tuko vizuri sasa. Wale wengine wakiendelea kukuja na tupata tumepiga hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana nilikuwa nina message nilikuwa naongea na kwamba kuna tofauti ya anayempenda Mungu na naye muhitaji. Tofauti ya hapo ni ile ya kuwa yule anahitaji na huyu anampenda. Haleluya. Sijui kama nataka tuweke sikio nikialika mtumishi, si ndio? Kuna difference ya mtu mwenye kukupenda na mwenye kukuhitaji. Mwenye kukuhitaji anakuhitaji tu kwa sababu ako na shida na hiyo siku. Lakini mwenye kukupenda atakupenda forever. Sasa asilimia kubwa kile ambacho niliongea hata jana, kuna watu wanampenda Mungu sababu wana mahitaji. Na ndio maana siku wakifanikiwa mahitaji yao yakiisha, upendo na Mungu umefanya nini? Hitaji lake amelipata. Na yule anayempenda Mungu atampenda Mungu akipata, atampenda Mungu akikosa. Ni sawasawa na mwanamke ama mwanamume anayekupenda. Atakupenda ukiwa mgonjwa, atakupenda ukiwa mzima.
Sawasawa na mwanamke anapopenda mwanamume, naye atampenda akiwa kwa shida, atampenda akiwa amepata. Akipata anajivunia Mungu, lakini yule aliye na mahitaji akikosa ile hitaji, yeye huondoka. Sasa bahati mbaya upatane na mtu ambaye anahitaji tu kwako, upatane na mtu tu aliye na hitaji. Yule siku anajisikia anakupigia simu, yuko hospitalini, anakwambia ndio ni mgonjwa, lakini akiwa mahali mazuri. Ndio maana Mungu akasema, utakapokwenda mkifanikiwa usimsahau. Sasa wewe jiangalie, uko level gani kati ya kumpenda Mungu ama wa kumhitaji? Mimi nikimhitaji Mungu, nikipona sitaki tena Mungu, maana hitaji langu limeshatatuliwa. Nimeenda kanisani sababu ni mgonjwa tu, na sasa nimepona, ni basi. Nimeenda kanisani sababu nilikuwa nahitaji ndoa, na sasa nimepata, ni basi. Nimeenda kanisani sababu nilikuwa nahitaji mtoto, sasa nimepata, ni basi. Usimpende Mungu sababu unahitaji, mpende Mungu sababu unampenda. Na ndio maana neno ambalo alisema yeye aliachia upendo hapo, hata mahitaji. Ni mahitaji yetu yeye ndo atayafanya, lakini alichoacha ni upendo. Sasa wale wanaopenda Mungu, leo ni siku ya harambee, hawakosi kukuja kanisani, aidha wanacho ama hawana. Tumeelewana? Sasa ukiona mtu amekosa kuja kanisani kwa sababu hana ama hapendi kumtolea, lakini akiwa anahitaji, yeye ndio utafuta Mungu. Sasa hata Mungu mwenyewe anajiuliza, upendo wangu mimi na huyu mtu kwa. Ujiangalie sana. Mungu hapo ndipo anatuwinda. Hapo ndipo Mungu anatumwilika. Haleluya. Unaona kwa nini Ibrahimu alijaribiwa akaambiwa nipatie hiyo mtoto? Kwa sababu alikuwa ameacha, yani alikuwa Mungu anamwangalia kama alichopata mtoto huyu, mbona sasa mapenzi yote yameenda kwa Isaka? Maana alikuwa saa zote, hebu nipatie mtoto nimbebe. Hata sasa Yakobo alikuwa nipe tumepata mtoto. Mungu anasema, yani mimi nimeachwa. Mungu ni mwenye wivu. Akasema sasa nataka kujua. Sasa hata mimi leo nataka kujua. Haleluya. Usiangalie mtu ambaye hajakuja chachi. Umesikia? Ujumbe wa Mungu ukiletwa na mtumishi wa Mungu, umekuja kwa sababu yako wewe uliyekuja hapa. Umesikia? Yeye aliyekwepa, kumbe leo ulikuwa kuna ujumbe ambao unakufaa. Alimekwepeshwa na pesa ama amekwepeshwa na choyo, ambayo hiyo baadaye inakuja kumweka katika hali ambayo Mungu mwenyewe amemwangalia huyo alifanya. Lakini Ibrahimu nilimpenda sana, ndio maana akaitwa baba wa imani. Akasema kile umelipa ndicho ninapeana. Haijalishi ndio umewezesha mahali ambapo kulisikizana ama hukuwezesha, wewe bado ni mtu wa Mungu. Heri wewe uliyefika kuliko yule aliyekosa. Wewe uliyefika, jipigie makofi. Wewe ni mtu wa maana sana. Hata vile wanadamu wanakuongelea, mimi nimejua wewe unaonewa. Lakini kama uko hapa tu umefanya kujikuruta,
ama umekosa otherwise ukasema tu wacha niende nikaangalie wamefikia wapi, hata badali uondoke. Maana wewe ni kisirani kwa hii kanisa. Hata hiyo makofi umenipiga makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. But kwa wewe uliyekuja ukijua leo ni ibada, ninacho sina lakini nampenda Mungu, wewe uko sawa. Uko sawa. Nastahili pongezi, nastahili heshima, nastahili kubarikiwa na kupigia saluti. Kwa kuwa umefika leo na vile uko ngumu, saluti. Amen. Asifiwe. Wacha tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Amen, tunampenda sana. Amen. Kila siku tukimwona tunaona baraka. Maana huwa anatuletea ujumbe moto moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema amen. Karibu mtumishi. Kubariki ya viongozi. Kama ni hapo. Oh, ndio. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama tusalimiane. Sijasema hivi. Tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mbona sauti ziko chini? Haleluya. Upande huu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona sauti za watoto ziko juu zenu ziko chini? Haleluya. Leo namshukuru Mungu kwa wema wake na uaminifu wake, kwa baraka na kibali ambacho ametujalia sisi kwa mali hapa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. It's also a great pleasure to be back again. Nafurahia sana kuona tena. Bwana Yesu asifiwe. Nani anafurahia kuniona? Amen. Tumpigie Bwana makofi. Kila mtu inua Biblia yake juu. Inua Biblia yako juu. Biblia, nasema Biblia. Inua Biblia yako juu. Nataka kupeana zawadi. Yaani Biblia tunazihesabu ndani ya nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko na silaha gani? Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko na silaha gani? Nani hii wiki yote amesoma Biblia? Angata kama ni mstari mmoja. Nani alisoma? Nataka niulize swali moja ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Swali tu moja ya Biblia. Na ule ambaye atajibu baada ya ibada nitampa shilingi 50. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sote ni wasomaji Biblia. Sote tunasoma Biblia kila siku, si ndio? Swali langu linaenda hivi. Ni kitabu gani kwa Biblia ambacho chapter yake iko na verse 2 peke yake? A book in the Bible ambayo chapter yake iko na verse 2 peke yake, 2 tu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sote tunasoma Biblia. Iko kifungu kwa Biblia, a Bible a book in the Bible
that has one chapter. Nimeona mkono pale. Amesema John 11:35 ya Obana. Mpigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua kitabu cha Zaburi 117. Zaburi 117. Umeipata? Umeipata? Haya. Hii inaonyesha jibu uko nalo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mmeamua zawadi yangu nirudi naye, sio? Haya, mtauliza lingine katikati. Bwana Yesu asifiwe. So bila kupoteza wakati, ningependa tuingie katika maandiko ya siku ya leo, ambapo leo nataka tusome kitu kwa ufupi sana ambayo inahusiana sana na agenda yetu ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. So kwa ambao tuko na notebook mahali pa kuandika, kichwa cha mahubiri yetu ya siku ya leo ni kutoa ni ibada katika kujenga kazi ya Mungu. Kutoa ni ibada katika kujenga kazi ya Mungu. Kwa lugha ya Kimombo, amasha leo tuende na Kiswahili, si ndio? Ajeni kuchanganya sasa haukutakuwa pamoja, si ndio? So kutoa ni ibada katika kujenga kazi ya Mungu. Fungua nami kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, kwa lugha ya Kimombo, first chapter 29. Mambo ya Nyakati wa Kwanza mlango wa 29 kuanzia mstari wa 6 hadi 10. That is our key text. Bwana Yesu asifiwe. Kutoa ni ibada katika kujenga kazi ya Mungu. Inatuelekeza katika kitabu cha Mambo ya Nyakati mlango 29 kuanzia mstari wa 6 hadi 10. Nitasoma. Ndipo wakuu wa mbari za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme wakajitoa kwa hiari yao. Nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na dakroni 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000 na chuma talanta 1,100. Na wale walioonekana kuwa na vito vya thamani wakavitoa vitie katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yaheli Mgerishoni. Ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu ya ukamilifu wa moyo. Kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahia furaha kuu. Mstari wa 10. Kwa hiyo Daudi akamuhimidi Bwana mbele ya mkutano wote, naye Daudi akasema, uhimidiwe e Bwana Mungu wa Israeli, baba yetu milele na milele. Tuinamishe vichwa zetu tuombe. Father, we thank you. We give you the praise, we give you adoration that you have granted us, my Father, a chance to hear from your King of glory. As we are going to speak your word, Father, we ask, my Father, that you give us the Holy Spirit to guide us, King of glory, that even your word, my Father, may find a space in our hearts, Lord, and even, my Father, in our minds and even in our lives. Guide us, Lord, and be with us. In the mighty name of Jesus, we do pray, trusting and believing. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka tuanze kujiuliza swali moja. Leo ni siku ya mchango. Bwana Yesu asifiwe. Tumefanya michango mingi sehemu tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na katika michango hiyo sote tuna uhalisia ya kwamba ni kwenda tu kutoa fedha. Bwana Yesu asifiwe. Ama kutoa kile ambacho uko nacho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo nataka tujiulize swali moja. Katika kutoa huwa ni nini, ama unaangalia nini wakati unatoa? Bwana Yesu asifiwe. Sio tu kuingia kwa mfuko na kutoa na kupeana. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuingia kwa kibeti na kutoa na kupeana. Unapeana kwa njia gani? Unapeana namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Tunacheza chama huko nje, si ndio? Na ngapi wanafanya chama? Tukipatana wakati wa chama, tunajua leo ni fulani anaenda kupokea pesa, si ndio? Sote tunatoa, tunaweka hapo, anapatiwa. Mmoja wetu katika chama anaweza patwa na jambo, aseme anahitaji kiwango fulani. Sote tutatoka twende kumchangia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu moja katika sisi ambao tunaenda kuchanga, lengo lako kuu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Leo sitahubiri, leo nataka tufundishane. Na katika kufundishana lazima uwe na kitabu na ama karatasi na kalamu, uwe unaandika mahali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kiwango gani naweza kutoa? How much can I give? How much can I give? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe sekunde 10 utafakari hilo swali. Chukua tu sekunde 10 utafakari hilo swali. Ni kiwango gani naweza toa? How much can I give? Utafakari hilo swali. Chukua tu muda wako na utafakari hilo swali. Nataka tujiulize, Bwana Yesu asifiwe, ni nini naweza weka kwa mikono ya Mungu kwa ajili ya utukufu wake? Tumesoma mambo ya Nyakati. Tunaona kuna vitu mingi sana zimetolewa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nataka tujiulize, kuanzia siku tumeokoka mpaka saa hii, siku ya leo, umejitolea namna gani, ama umetoa kiwango gani kwa Mungu? Kutoa ni kuonyesha njia ya imani kwa Mungu wetu. Giving is an expression of faith, gratitude, love and commitment to God's work. Tunaonyesha upendo, kujitolea katika kazi ya Mungu. Hiyo ndio maana halisi ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo maana halisi ya kutoa. Lakini swali tunajiuliza, ni kiwango gani naweza kutoa, ama ni kiwango gani naweza kujitoa kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe.
Saizi ukisikia kuna mchango mahali kwa ajili ya kitu fulani, tutakuwa wa kwanza kukimbilia huko, basi sote tutawanyika. Kwa nini? Kwa sababu kuna ile kitu moja ambayo sisi wanadamu imetubeba. Nikitoa katika nyumba ya Mungu, basi hizo fedha zitaenda kwa mtu fulani, hizo pesa zaenda kwa kitu fulani. Wanaweza sifie. Na tukiwa na mafikiria hayo, tukiwa na akili hiyo, basi hakuna siku kazi ya Mungu itaendelea. Je, ni nani atakayesimama na kazi ya Mungu? Wanaweza sifie. Praise the name of the Lord. Nyumba ya Mungu ndio ifike mahali ambapo imefika. Inaonyesha kuna mahali tumejitolea, kuna kiwango tumetoa, kuna kiwango tumejitolea, ndipo sasa ikafika mahali ambapo imefika. Wanaweza sifia. Na hiyo ni ukweli. Kila kitu kinatoka kwa Mungu. Kila kitu ambacho tuko nacho kinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Mambo ya Nyakati of First Chronicles hebu nikuulize, wanaweza sikia? Haleluya. Nataka tu watu ambao tumechangamka. Wanaweza sifie. Nataka tujiulize swali moja. Hiyo fedha yenye uko nayo ni yako, si ndio? Fedha yenye tuko nazo si ni zetu? Mbona tujibu? Si ni zetu? Zimetoka wapi? Mali ambazo tuko nazo zimetoka wapi? Basi kama zote zimetoka kwa Mungu, mbona turudi tumnyima yeye? Praise God. If everything comes from God, why do we deny him? Kwa nini tumnyima? Na ni haki yake, na ni yeye ametukabidhi. Wanaweza sifie. Saizi Mungu akiamua kutupokonya hizi vitu zote, aseme ni za kwangu, wacha nizichukue zote nijiwekee mimi, tutakuwa namna gani? Tutakuwa namna gani? Wanaweza sifie. Tutakuwa namna gani? Si ni mwenyewe amechukua vitu zake? Basi kama tuamini Mungu ndo ametupa kila kitu, mbona ikifika wakati tunafaa kumpa ile ambayo anahitaji, mbona tumnyima? Kwa nini? Praise God. Kisha kwanza tumeweka mali zetu mbele, tukamsahau Mungu. Nataka leo nikushangaze na kitu moja. Nani anatamani kuwa na gari? Nani anatamani kuwa na gari? Nani anatamani kuwa na mali katika dunia hii? Acha niweke in general. Nani anatamani kuwa na mali katika dunia hii? Nataka leo nikupe siri moja. Unajua kwa nini Mungu amekucheleweshea hizo? Unajua kwa nini Mungu amekucheleweshea hizo? Kitu moja tu. Mungu anajua hizo vitu zote nikikupa sitawahi kuona tena, utanisahau. Bwana sifie. Na hiyo ndio kitu ambayo imefanya Mungu amechelewesha. Kwa sababu gani? Bado anaendelea kukumonitor. God is still monitoring us.
Wakati halisi ukifika wa kupewa, basi Mungu atakupea, lakini Mungu anajua nikikupa saa hizi. Ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mbona wote waogopa michango ya kanisani, lakini michango ya maharusi huko nje hata uko radhi uende ukope kwa mwenzako ili ufanikishe, lakini ikifika kwa Mungu hutaki kabisa, ushughuliki. Tutabarikiwa namna gani? Ama unafikiri kubarikiwa ni kwa njia gani? Haleluya. Kubarikiwa si kuja kuomba tu peke yake, iko na vigezo vyake zaidi ndani. Maandiko yanatukumbusha tujitoe kwa Mungu, tuitoe mili yetu kama dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu mzuri ni kwamba ukijitolea kwa Mungu na wewe umeamini, basi hakuna siku Mungu atakusahau, hakuna siku Mungu atakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo wakati Mungu anatuitisha, ni jukumu letu bila kufikiria mara mbili ufanye nini? Tuje tutoe, tuje tumpe Mwenyezi Mungu. Akihitaji wakati wote, iwe ni nini, upasi kufikiria mara mbili. Chukua hicho ulicho nacho, kuja nacho, mpe Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ni yeye ambaye amekujalia. Basi ukimpa, anajua ni jinsi gani utapata tena. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mwenyewe ndo anajua which criteria is going to use for you to be blessed. Bwana Yesu asifiwe. Anania na Safira, si mnaona kile ambacho kiliwafanyikia? Bwana Yesu asifiwe. Hoja, Biblia inaipenda kitu moja. Kila funzo ambalo tunafundishwa, kila maandiko ambayo tunafundishwa, iko na mifano yake kamili katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Unafundishwa, unapewa mfano, wewe mwenyewe uende ukae ufanye nini? Ujitafakari. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho kinatumaliza sisi ni kwamba uko na kile ambacho Mungu amekubariki nacho, lakini kwa sababu tumeweka mambo yetu mbele, ikifika na wakati wa kutoa, basi unagawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biashara ambayo tuko nazo ni Mungu ametupa. Familia tulizo nazo ni Mungu ametupa. Nguvu ambayo uko nayo ni Mungu ametupa. Kibali ambacho uko nacho ni Mungu amekupa. Mawazo na akili ambazo tuko nazo ni Mungu ametupa. Ametupa kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Akiamua kuchukua hiyo akili aende nayo, hatakuwa hajakosea mtu kabisa, kwa sababu kuna wakati alihitaji na hukumpatia. Akiamua kukupokonya hiyo nguvu, basi ni kwa hiari yake. Kwa sababu gani? Wakati alihitaji utumie hiyo nguvu kwa ajili ya kazi yake, hukumpeana. Bwana Yesu asifiwe. Akiamua kukupokonya hiyo biashara, anao uwezo wa kukupokonya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tuamini kila kitu kinatoka kwa Mungu, basi ni jukumu letu Mwenyezi Mungu akihitaji na sisi tujitolee, tuje tumpe. Usiangalie ati nikitoa nitabaki na nini. Hapana. Mwambie Mwenyezi Mungu, wewe ndio umenipa.
na leo hii Mungu nakutolea. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Marko kinatukumbusha wakati Yesu alikuwa hekaluni, wakati mwanamke mmoja mkongwe akajitokeza. Watu walitoa vitu vya thamani sana, lakini mwanamke yule mkongwe alikuja tu na sarafu 2 peke yake, ndizo alizokuwa nazo mbele na nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuja vizuri na akaweka. Yesu akasimama akamwambia, mwanamke huyu amebarikiwa kuliko nyinyi nyote ambao mmetoa katika kikapu hiki. Kwa sababu gani? Tunarudi katika swali letu la kwanza. Ni kiwango gani unaweza toa na unatoa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke yule, ile kidogo kenye alikuwa nacho ndicho alikuja akatoa. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi makanisani tukienda tuangaliwa, je, unatoa kiwango gani? Unatoa kwa uwezo upi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanakuja kuangalia wenzao, fulani ametoa pesa ngapi, fulani ametoa nini. Bwana Yesu asifiwe. Haipasi kuwa hivyo. Kubarikiwa, kutoa ni moyo. Unatoa na moyo mmoja bila kunung'unika. Lakini sisi siku hizi tutatoa kunung'unika. Bwana Yesu asifiwe. Ya nini? Hatupaswi kunung'unika. Ikiwa unaenda kutoa, mwambie Mungu, ndio hii umenipa leo, nimekutolea na nimeondoka. Basi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza toa dhahabu hapa, unaweza toa manemane hapa, unaweza toa kitu chochote cha thamani, lakini mmoja anaweza toa kile kidogo alicho nacho na Mwenyezi Mungu akambariki akakuacha wewe ambaye ulitoa dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Hii inatufunza nini? Mungu anaangalia moyo, haangalii mfuko wako. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia nini? Moyo. Kutoa ni moyo, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke yule alikuja akatoa kwa moyo, kwa uzuri tu, na hiyo ndio ilikuwa njia yake halisi ya kubarikiwa siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunajigamba sana makanisani siku hizi tukienda, mimi nimeenda nimetoa 200,000. Mwingine amekuja ametoa shilingi 500, basi unamdharau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia hiyo Mungu anaweza tubariki kweli? Hawezi tubariki. Na ingekuwa Mungu anaangalia mifuko yetu ama akaunti zetu, hakungekuwa kuzuri. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi tungeangamia, wengi ingekuwa saizi maisha yetu yani hayamo kabisa. Lakini Mungu ni huruma, anaangalia nini? Moyo. Wakati unatoa, moyo wako uko namna gani? As the time you're giving, what is the state of your heart? Bwana Yesu asifiwe. Umetoa ukinung'unika, umetoa ukifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikifika ni wakati wa kutoa, basi manung'uniko yote tuweke kando, bali simama na moyo, mwambie Mwenyezi Mungu, Bwana unanijua vyema, unaujua moyo wangu. Leo hii umenijalia hiki na ndicho ambacho nimekuletea. Bwana Yesu asifiwe. Anania na Safira waliweka hadi kwa Mungu, tukiuza kipande chetu, fedha zote tutapeleka kwa Mungu. Lakini baadaye walibadilika. Yesu asifiwe. Walibadilika, ukagawa. Naye Mungu akafanya nini? Mungu akawatandika kiboko chao, kwa sababu Mungu hapendi uongo. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikufundishe kitu siku ya leo. Ukiweka ahadi na Mungu, hakikisha umeitimiza. Ukiweka ahadi na Mungu, hakikisha umeitimiza. Kama ushawahi weka ahadi na Mungu,
Fanya hima mpendwa, nenda ukatimize hiyo ahadi. Siku tunaweka ahadi na Mungu, lakini hatusitimizi. Kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini twatoa kila siku lakini hatubarikiwi? Kwa nini twatoa kila muda lakini maisha yetu yako vile vile? Kwa nini twatoa kila siku lakini bado kihuduma tumebaki vile vile? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio maswali tunapaswa kujiuliza. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu wanatoa, wanabarikiwa, lakini sisi mwingine bado tuko vile vile, tumelemaa mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu leo tuchunguze, hebu leo tuangalie mioyo yetu. Shida iko kwa mioyo yetu. Shida iko katika mioyo yetu, si katika mifuko zetu. Shida iko katika mioyo yetu, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunaelewana siku ya leo. Hebu siku ya leo mbia Mungu, chunguza moyo wangu. Mwambie Mungu, nichunguze tu moyo wangu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Shida tuko nazo katika mioyo yetu. Kwa maana ndani ya mioyo yetu tumebeba vitu, tumeweka vitu ambavyo havifai. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya moyo wako unasema, mimi nikitoa pesa yangu, pastor ndo anaenda kukula, sioni kitu inafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nikitoa pesa yangu, mama wa kanisa wanagawa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ukaiweka ndani ya moyo, ukaiweka ndani ya mawazo ya kwamba ukitoa pesa yako ienda kwa kuvuka watu fulani. Are you sure ukipeana, ukitoa, Mungu atakubariki? Kwa njia hiyo Mungu atakubariki? Kwa mawazo hayo Mungu atakubariki? Hakuna. Na ndiposa maisha yetu imebaki pale pale. We are living in a stagnant life. Why? Bwana Yesu asifiwe. Tuishi tukichunguzana. Wacha leo nione ndugu fulani atatoa pesa ngapi, ama dada fulani atatoa kiwango kipi. Bwana Yesu asifiwe. Katika kuijenga kazi ya Mungu, kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia ndicho ambacho utakuja kutoa, kwa sababu hiko ndicho ambacho Mungu amekujalia, hiko ndicho ambacho Mungu amekupa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini saa ingine hatubarikiwi? Kwa sababu tumwambia Mwenyezi Mungu pia, we are stealing from our God, from our tithes. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndizo njia ambazo zinafaa kuleta baraka, lakini sisi tumefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema ukipata hiki, yangu ni 10% tu peke yake. Hataki zaidi, 10% tu. Lakini imezuia kuinuka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe Mungu achunguze mioyo yetu. Hatupasi kuwa tunaogopa kile ambacho tunakuja kufanya katika nyumba ya Mungu. Tukufanya kwa msingi mmoja tu. Imagine kile kiwango ambacho umetoa kwa Mungu, ikasimamisha ukuta, ikasimamisha ukuta, ikaweka dirisha, ikaweka hili, ikaweka fani, ikaweka nini. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikwambie leo, that is an investment that you have done. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unatoa ni kuwekeza, unawekeza kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuwekeza huko ni kwa mtu yupi? Yule ambaye ametoa kwa moyo.
Kwa sababu gani? Kupitia mjengo, kuna siku Mungu atakupigania kupitia hii madhabahu. Kuna siku Mungu atakuinua kupitia hii madhabahu kwa ajili ya kile ambacho ulisimama na ujenzi wa kanisa. Bwana asifiwe. Huenda wewe utaona matunda yake, lakini kuna mmoja atakuja kushuhudia ama atakuja kufurahia hayo matunda. Bwana asifiwe. Ulihusika katika kununua vyombo vikipigwa, sauti inatembea, watu wanaokoka, wanamjua Mwenyezi Mungu. Sifiwe. Kipaza sauti hiki, popote sauti ya mtumishi inafika, ukitumia popote sauti yako inafika. Mungu nakumbuka mtoto wangu alinitolea hii, basi kuna mtu mahali jua anaokoka kupitia hiyo sauti yako. Bwana asifiwe. Huenda hutaona mali hapa, huenda hata kuja mali hapa, lakini huko nje utasisikia habari. Bwana asifiwe. Huenda usione matunda yake hapa, huenda usiyaone hapa, lakini huenda kizazi chako kikafurahia kile ambacho msingi umeweka siku ya leo. Bwana asifiwe. Na hiyo misingi ndio tuishi nayo, tuafurahia sisi. Bwana asifiwe. Na nikajiuliza hii swali, wakati siku zako zimekaribia, utakuwa umeacha legacy gani katika mtaa? Bwana asifiwe. Wakati utabarikiwa na Mungu, huenda hakutakuwa na wewe mali hapa, lakini ni legacy gani utakuwa umeacha mali hapa? Bwana asifiwe. Haleluya. Kutoa ni njia ya imani. Giving is an act of faith. Bwana asifiwe. Ni nani ako na imani? Bwana asifiwe. Mbona tuwe na wasiwasi? Kama tuko na imani kwa Mungu, tunatoa ni kwa njia ya imani kwa Mungu. Kutoa ni njia ya imani. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama unaamini hivyo, mpigie Bwana makofi. Wakorintho wa pili 9 Wakorintho wa pili mlango wa 9 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi: lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kitu umejifunza hapo? 2 Corinthians chapter 6 verse 9. Umejifunza kitu hapo? Bwana asifiwe. Haleluya. Apandaye haba huvuna yako na yarambe ama yako. Apandaye kwa ukarimu atavuna. Bwana asifiwe. Hapo kuna mambo yanajitokeza zaidi. Apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna ukarimu kwa ukarimu, si ndio? Sasa inamaanisha nini? Wakati unamtolea Mungu, wakati unatoa kwa nyumba ya Mungu, jua hapo kuna kitu ambacho umepanda. Bwana asifiwe. Kuna kitu ambacho umepanda na mavuno yake
hayatakuwa kama vile ulivyopanda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama unapanda, ukipanda kidogo, kwa mavuno yake utavuna. Ukipanda kwa wingi utavuna. Bwana Yesu asifiwe. Oja, mkulima, wakati mkulima anaenda shambani kutayarisha shamba, acha nitoe mfano wa kulima wawili. Kuna mkulima anaenda kutayarisha shamba, anatayarisha shamba lake lote, lakini kuna yule anatayarisha shamba lake nusu. Bwana Yesu asifiwe. Wote ni wakulima, ajenda yao ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Wote wakipanda, huyu atapanda shamba lake lote, huyu atapanda tu ile sehemu ambayo alifanya nini, alitayarisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tofauti itakuwa wakati wa mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Huyu gala lake litakuwa limejaa, lakini huyu gala lake litakuwa nusu. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe utakuwa upande upi? Nafasi yako ni wapi? Utakuwa upande ambao gala litakuwa limejaa, ama upande ambao gala litakuwa nusu? Ni swali ujijibu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. So, wakati tunakuja kumtolea Mungu katika nyumba ya Mungu, basi inapaswa tuwe wa kwanza. Usiache chochote nyuma, leta yote, panda katika nyumba ya Mungu. Hakika nakwambia mpendo, Mungu hakuna siku atakuacha, siku atakusahau. Bwana Yesu asifiwe. Utapanda ukitoka. Unajua kuna ushuhuda, mtu unaanzianga tu wakati tu ametoka kwa mlango wa kanisa, Kenya alikuwa nacho, amekuja akatoa chote. Akitoka, kabla afike kwa nyumba, tayari Mwenyezi Mungu amembariki kwa njia tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Toa ukiwa umeweka imani kwa Mungu. Haleluya. Toa ukiwa umeweka imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usitoe ukifikiria. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifundisha mambo kadhaa. Vyote tulivyonavyo vinatoka wapi? Kutoa ni Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kinanifurahisha sana katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. This is like our bank account. Kuna mtu siku fulani alikuja akasimama akatuambia tujiulize siku tukifika huko mbinguni, alafu ikuwe ile sadaka ambayo tumekuwa tukitoa katika nyumba ya Mungu, tufike huko tuambiwe, wakati mlikuwa mnatoa sadaka hizo ilikuwa ni savings zenye mlikuwa mna save za kutumia huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwangalia huyo mtu akatuambia, hebu jaribu kutafakari hivyo, siku ambayo tutafika huko mbinguni, wewe savings zako zitakuwa zimefikia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tukakaa tukatafakari sana. Tukifika huko basi kuna watu tutakaa tu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Wakati wa kutoa sisi hatutoi, tutobania. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule ambaye alikuwa yotoa mfano ambayo ilitolewa, tulikuwa kutafakari kwa njia hiyo. Ni kitu gani huyo mtu alikuwa anajaribu kutufundisha? Kuna kitu ambacho tulikuwa tunafundishwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. There is something that we are learning kutokana na hiyo maneno ambayo mtu alisema. Bwana Yesu asifiwe.
willingly, not under pressure. Give willingly, not under pressure. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Wakorintho wa kwanza 9, 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Nasoma, kila mtu na atende kwa alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Tarudia tena, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni. Kwa hivyo kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima wa ukunjufu. Unaweza sivyo? This is a disclaimer. Wacha kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni na si kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo toa kwa hiari. Bwana Yesu asifiwe. Usitoe kwa kulazimishwa, usitoe kwa huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tutatoa kwa sababu inakulazimu utoe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unasukuma utoe. Haujatoa kwa sababu umetoka ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Haijatoka ndani ya moyo. Na siku zote tabaki mtu ambaye ametoa na hajatoa kwa njia ya moyo, basi maisha ya mtu hayakuwaji sawa sawa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila wakati anatoa na moyo wa kuhuzunika, anatoa na malalamiko. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yule Mungu aweza akampenda, kwa sababu Mungu anafurahia moyo ambao ni msafi. Haleluya. Kutoa si pesa peke yake, kujitoa pia na mwili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unasimama kumtumikia Mwenyezi Mungu, wakati unasimama kumwimbia Mungu, basi kama uifanyi kwa hiari, basi hakuna chochote utakachopokea. Ikiwa unaimba waimba kwa manung'uniko, basi hakuna siku Roho Mtakatifu atatembea juu yako. Yote utakayofanya hapa utayafanya kwa mwili na si kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, tutamani tuwe hivyo? Tutamani kuwa hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Basi mbona tusitakase mioyo yetu kwa Mungu? Wakati wote tunakusanyika katika kusanyiko la Mungu, wakati wote tunafanya jambo kwa ajili ya Mungu, basi mbona tusisimame na tuseme tumefanya kwa moyo mmoja? Bwana Yesu asifiwe. Si kwa kulazimishwa, si kwa kusukumwa. Bwana Yesu asifiwe. Hali inafaa katika nyumba ya Mungu. Ukishasikia tu kuna kitu kinahitajika kwa ajili ya nyumba ya Mungu, penda kuwa mstari wa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kitu kama hii hufai kuambiwa, unajua zinahitajika katika nyumba ya Mungu, basi amka, sema nimenunua hizi, leta, weka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nyumbaji inahitajika, usiambiwe na mtu, chukua, leta, weka hapo. Bwana Yesu asifiwe.
Hivi microphone umeona zimeisha. Usingoje kuambia microphone zimeisha. Jitolee, sema enda nunua moja, leta weka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. And that is how we attract God blessings. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukiwa wafanya hivyo, fanya kwa moyo mmoja. Isikuwe umesukuma na mtu, wewe fanya. Bwana Yesu asifiwe. Hata usikie mama nani amesema sijui siku hizi mama fulani yajifanya sana, yajiona sana. Iingie sikio hili, itokee kwa sikio hili. Wewe angalia moyo wako. Linda moyo wako mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana huu siku za mwisho ndio utaangaliwa, sio mwili huu. Ni moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Moyo. Waimbaji nyimbo za Injili wengi wakiimba unasikia tu moyo. Kwa sababu kwa nini wanasema linda moyo wako? Kwa nini wanaongelea moyo zaidi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tujiulize hii swali siku ya leo. Tunatoa kila siku na maisha yetu inabaki vile vile. Tunatoa kila siku na ndoa zetu haziimariki. Kwa nini tunatoa kila siku na biashara zetu haziinuki? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujiulize haya maswali wapendwa. The Holy Spirit is yearning for us. Roho Mtakatifu wa Mungu anatafuta nafasi, lakini hapati nafasi ndani ya mioyo yetu. Revelation 3:20. Tazama ninabisha, nimesimama mlangoni ninabisha. Roho Mungu analia, nimesimama mlangoni ninabisha. Anauliza yeyote anayesikia sauti yangu akuwe tayari kufungua moyo wake, nipate nafasi ya kuingia ndani yake. Anasema mtu huyo maisha yake hayatabaki vile vile. Lakini kwa sababu gani? Anabisha kila siku, hapati yeyote anamfungulia mlango. Kwa sababu gani? Mioyoni mwetu tumebeba wenzetu, mioyoni mwetu tumebeba hasira, tumebeba chuki. Roho Mtakatifu hakai mahali ambapo kuna chuki, hakai mahali ambapo hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nikimalizia niko na maswali matatu. Nataka uniandike chini. Nataka uandike haya maswali matatu chini. Swali la kwanza, Mungu umenibariki na nini? Naweka alama ya kiulizi hapo mwisho. Mungu umenibariki na nini? What has God blessed me with? Swali la pili, ninaweza kutoa nini kwa ajili ya kazi ya Mungu? Ninaweza kutoa nini kwa ajili ya kazi ya Mungu? Mwisho weka alama ya kiulizi. Swali la tatu, ni urithi gani ninataka kuachia wale watakao kuja baada yangu mimi? Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maswali matatu ambayo mpendwa, nataka ukikaa chini muda wote umekaa umetulia, nataka utafakari hayo maswali matatu.
Bwana Yesu asifiwe. Ninaweza kutoa nini kwa ajili ya kazi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Katika nyumba ya Mungu kuna vitu vingi vinahitajika wapendwa. Bado vitu ni vingi vinahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haviwezi kamilika ikiwa ikifika na wakati wa kumtolea Mungu sote tunatawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Saizi tukienda manyumbani mwetu kumeremeta vizuri sana, kunapendeza vizuri sana, lakini ukiangalia nyumba ya Mungu iko vile ambavyo imetaka kukua. Bwana Yesu asifiwe. Leo nakwambia siku ambayo utatoka na hizi vyombo uende kuhubiri nje katika krusedi, hizi vyombo zitatumika kuokoa mioyo ya watu, na hiyo ndio baraka ambayo Mwenyezi Mungu atakuwa ameachilia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe hutavionea maana, lakini kuna mahali, kuna mioyo mahali inaitamani, inangoja. Asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nimekuuliza nikakwambia huenda matunda yake usiyafurahie siku ya leo, lakini kizazi chako kikafurahia kile ambacho umepanda siku ya leo. Ikifika na wakati wa kutoa, basi tujitoleeni sote. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu kazi yote hii anaweza peke yake, lakini Mungu amekuleta wewe kwa ajili ya kumsaidia kufanikisha hilo. Bwana Yesu asifiwe. Hauko hapa kimakosa mpendwa, haujakosea kuwa mahali hapa, lakini Mungu imempendeza wewe kuwa mahali hapa ili kufanikisha maono ambayo ako nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kingoja kuna faida. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo wewe umekuja kuwekeza kwa Mungu ukisubiri faida yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni wangapi tunakubaliana tutabadilika kuanzia siku ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Wacha ahadi ambayo tumeweka kwa Mungu basi isimame namna hiyo. Tuwe tunajitolea, tuwe mistari ya mbele. Bwana Yesu asifiwe. Wakiitisha, jitolee kuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tutoe kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa simame kwa ndugu yangu, tafakari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka tujiulize, tunazitumia kwa njia gani? Je, tunazitumia kumpendeza Mungu? Vyote Mwenyezi Mungu ametupatia kwa ajili ya faida ya kazi yake. Hivi leo Mungu akishuka mahali hapa siku ya leo, hamwe sasa leo natembea Yerusalemu, inatupasa akifika mahali hapa sote tunajitolea vitu ambavyo ametupatia. The Book of Chronicles imetuambia kwamba wakati walihitaji kumjengea Mungu, basi wote walileta dhahabu, walileta dakrani, vyote ambavyo vinaweza tumika katika ujenzi wa Mungu. Nao wote wakafurahia. Kwa sababu gani? Walitoa kwa hiari. Walifurahia, walipata amani kwa sababu wametoa kwa hiari. Mfalme alisimama akafurahi, akamwambia uhimidiwe milele. Hiyo ndio baraka ambayo tunahitaji wapendwa. Hiyo ndio baraka ambayo tunahitaji sisi. Ikifika ni wakati wa kumtolea Mungu, basi tujitoe sote. Tusiwe watu wa kuchunguzana.
tusiwe watu wa kulazimishwa. Maandiko imetuambia Mungu anapendezwa na moyo ambao unatoa kwa ukunjufu. Ng'ang'ania hiyo nafasi mpendwa, ng'ang'ania hiyo nafasi mpendwa. Huyu Mungu ni Mungu wa huruma. Nataka tufunge macho yako. Mwambie tu Bwana, chunguza moyo wangu siku ya leo. Mwambie tu Bwana, chunguza moyo wangu leo Bwana. Mwambie Bwana, nimekuja nichunguze siku ya leo. Mwambie tu Bwana, nimejua leo shida iko katika moyo wangu. Mwambie tu shida iko katika moyo wangu Bwana. Mwambie Bwana, nichunguze tu moyo wangu. Mwambie tu nichunguze nafsi yangu Bwana. Chunguza moyo wangu siku ya leo. Ungadhabisha. Wacha leo Mungu apate nafasi katika maisha yako. Wacha leo Mungu apate nafasi katika moyo wako. Ambapo Mungu niambie chochote ambacho kimezuia nisikuwe na wewe Mungu. Hilo nakuita nisikie, usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhinda nikuite, leo nakuita nisikie, usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze.
Bwana asitupite, asitupite leo. Lakini unaenda kufanya, mwambie tu Bwana usinipite leo. Siku ya leo, mwambie Bwana usinipite. Unaenda kufanya, mwambie moyo wangu unakuja siku ya leo. Mwambie Bwana Jesus, I seek my Father, Jesus, I release my Father, Jesus, and seek for all people, Lord, in the mighty name of Jesus, mighty name of Jesus, Bwana siku nyingi imekuja, tufoka wapita emkane, siku ya leo inakuja, usiwapite ya mwanzo, usipite nyumba yako Bwana, usiwapite ya mfalme, wamesika neno lako, wameweka neno lako, inakubadilika siku shati ya uzani, shambada ni ya ukura, katika jina la Yesu, watukana yake, watukana yake, watukana yake, yasopande kambele, katika jina la Yesu, watukana kuna Yesu, sikana watu Yesu, sikana watu Yesu, tenda sasa, tenda sasa Bwana, tenda sasa Bwana, tenda sasa Bwana, wacha nyaro wako Bwana, shinda wako sana, shinda wako Bwana, release your Holy Spirit Bwana, release your Holy Spirit my Lord. Baba tuko na nyaro ya Baba nikuomba siku ya leo, Baba na nyaro ya moyo Bwana, Baba ya jambo, Baba na kabezi, Baba umetufundisha leo, Baba yote inatoka kwako, Baba yote inatoka kwako, Bwana Mungu mwenye nguvu, Baba tunakuita leo Bwana, urejesho, 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 unawaza, urejesho, Bwana, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye uweza, wewe ni Mungu nguvu yetu. Bwana siku ya leo Bwana, leta mabadiliko, leta mabadiliko katika maisha, leta mabadiliko katika maisha, leta mabadiliko kwa wamama, leta mabadiliko kwa wazee. Ninatangaza hakuna yeyote tatu Baba, katika jina la Yesu, ondoa roho ya uoga, roho ya uoga, uko mwenye nguvu, roho ya ujasiri, kama ule mwana mmoja aliyetoa sarafu mbele, Baba kabarikiwe, tunafanya Yesu ainishe na wewe, ndio yetu Mungu, ainishe na wewe katika jina la Yesu. Baba Mungu mwenye nguvu na uweza, najua huruma Bwana, maneno ya watu yametuzuia Baba tusisoke mbele mwako, maneno ya watu yametuzuia tusiendeleze nguvu yako, lakini siku ya leo Baba tumejifunza, siku ya leo tumeelewa Baba kusimama na kazi yako Baba, kuna baraka Mungu Baba umetuandalia Bwana, kuna kazi umetuandalia kwa jina lako Bwana, unastahili kuabudiwa Mungu, unastahili kutukuzwa Yesu. Wewe ni Mungu nguvu yetu, wewe ni Mungu msaada wetu Yesu. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu kabisa. Maandiko yanatuambia inapendeza kama sadaka ya jioni.
siku ya leo uliandaa kwa ajili yangu kile ambacho nitaka nisikie. Baba, nimesikia. Baba, naomba siku ya leo na siku zingine zijazo, naomba uniumbie moyo mpya na kusikia sauti yako. Mungu mwenye nguvu, niondolee huzuni yote, niondolee majivuno, niondolee kujigamba, niondolee hasira. Bwana, siku ya leo niumbie moyo mpya ambao umebeba amani, umebeba upendo ajili ya kazi yako. Baba, ninakuomba wewe ni Mungu mwaminifu. Asante Bwana. Asante Yesu. Baba, ninakushukuru, ninakuinua. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya Mfalme. Yesu. Uliandaa Bwana ili tuweze kuelewa maana ya kutoa ni nini. Kabisa Bwana. Lakini kupitia hiyo Bwana umetufundisha ya kwamba Baba, kile ambacho kimebeba kutoka kwetu ni mioyo yetu. Na siku ya leo Bwana umetufundisha kwamba ili Bwana tuweze kukutolea, lazima mioyo yetu iwe safi na takatifu mbele zako. Kwa maana umetuambia kitabu cha Wakorintho ya kwamba Baba, unapendezwa na moyo ambao unatoa kwa moyo kunjufu. Baba, tunaomba siku ya leo Mungu Baba, katika jina kula Yesu Kristo Baba, chochote ambacho kilishi kutuvuta, chochote kilishi kututia uoga Baba, siku ya leo umetuondolea, siku ya leo umetuondolea. Mungu mwenye nguvu na uweza, umetuambia vyote ni wewe ulitupatia, akatupasa Bwana ukiitisha Baba tunakuletea. Mungu Baba, ninakuomba Mfalme Baba, tukikutolea Mungu hatutawahi pungukiwa Bwana. Baba, kwa utukufu wa jina lako, bariki kila mmoja, inua kila mmoja Mfalme. I speak blessing among them Lord. I speak blessing to their family. I speak blessing to their business Lord. I speak blessing to them education Lord, in the mighty name of Jesus Christ my Father. Baba, tubariki na ukatuinue, hata vipindi vingine Bwana tembea nasi Mungu, kwa maana wewe ni mwaminifu, katika jina kula Yesu Kristo aliye Bwana, mkombozi na rafiki. Baba, tunaomba kushukuru na hata kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba leo Mungu akupe moyo mpya. Acha huu moyo Mungu akikubali, Mungu amekubariki nao siku ya leo. Tumia huu moyo kwa njia ipasavyo. Unaweza katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe uoga, tuvae ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. This is our church. Lazima tukubaliane hivyo. Hii ndio kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni jukumu letu kanisa letu lipendeze na ling'ae. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukisimama na kazi ya Mungu, basi hii sehemu haitabaki hivi. Itapanuka, itapanuka, itapanuka zaidi na zaidi na zaidi. Unajua kuna mioyo mingi sana ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu, kuna kitu Mungu anakutayarisha nacho. Praise God. Kesho kutwa tutajenga kanisa kubwa. Tunaenda kujenga kanisa kubwa sana wapendwa. Kanisa ambayo hata sisi wenyewe tukiingia tukiwa na mgeni bado halitoshi. Lakini kuna kitu Mungu anatengeneza kwako.
Kuna kitu Mungu anakutengeneza, kuna kitu Mungu anatengeneza, anakutayarisha. Unaweza sije ndio ukifika huko, ukifika huko, unaweza sije, tukisema ni left, tukisema ni right, tukisema ni juu, tukisema ni hivi, unaweza sije. Amen. Mungu anatayarisha moyo wako. Kuna vikubwa vinakuja, Mungu anakutayarisha saa hizi. Wakati uko kwa kidogo, ukiwa kwa kikubwa, Mungu anakupanulia zaidi na zaidi na zaidi. So barikiwe sana. Amen. Afanye namna hii, abarikiwe. Sema barikiwa. Haya, pangeni viti kidogo sababu ya